Karibu Revealing Revelation, tukiangazia mafumbo ya unabii wa Biblia. Mimi ni Alan Dubre, na ukibarikiwa na mafundisho haya, tafadhali like, share na subscribe. Na usisahau, kwenye kisanduku cha maelezo chini ya kila fundisho, tuna chaneli za tafsiri katika lugha 10 zaidi ili iwe rahisi kushiriki na familia na marafiki duniani kote kwa lugha yao wenyewe. Sasa, leo tuna ufunuo wa kina sana. Ufunuo huu ulitufikia miaka mingi iliyopita kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed, na nitajitahidi kushiriki maelezo mengi kadri niwezavyo hapa leo. Na unatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 4 hadi wa 8. Lakini kabla hatujafika huko, nitakuandaa kiakili ili uelewe kile unachokaribia kuona. Tutaenda kwenye Mambo ya Walawi 23, na kama umekuwa ukifuatilia mafundisho yaliyopita, utakumbuka kwamba tunaeleza jinsi sikukuu halisi ya malimbuko hadi sikukuu ya majuma inavyohesabiwa na kutekelezwa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba una sikukuu ya majuma au una sikukuu ya malimbuko ambapo kuna sadaka ya mganda wa kutikiswa. Na kumbuka, nikisahau kutaja sura niliyomo, angalia tu upande wa kulia. Lakini wakati ule mganda wa sadaka ya kutikiswa unapowasili, kuanzia hapo tutatumia kalenda ya mwaka 2026. Sawa? Hivyo basi, hii hapa ndiyo kalenda ya watu wa mataifa, yani kalenda ya Gregory. Sawa? Aprili 26, 2026 ni siku ya pili ya Aprili hapa, na hii ilikuwa tena mwaka 2026, na kalenda ya Kiebrania ambayo imewekwa pamoja nayo kwenye siku ya 15. Hivyo Yesu walikuwa na Pasaka na alikamatwa usiku wa manane, hadi asubuhi na mapema. Hii ilachukuliwa kama kipindi cha sikukuu ya malimbuko. Sawa? Hivyo Yesu ndiye sikukuu hiyo ya malimbuko. Sasa inasema nini kuanzia hapo? Basi inasema katika Mambo ya Walawi 23 mstari wa 15, nanyi mtahesabu kwenu tangu kesho yake baada ya Sabato, tangu siku ile mlipoleta mganda wa sadaka ya kutikisa, Sabato 7. Sawa? Basi kinachotokea ni kwamba sasa unatakiwa kuhesabu Sabato 7. Unapohesabu Sabato 7, Wayahudi wanaishia hapa, sisi tunaishia huku upande wa 8. Sawa? Lakini ni tofauti ya siku moja hivi. Jambo muhimu ni kwamba Sabato 7 zimehesabiwa. Lakini je, hicho ndicho tu inachosema? Sasa nini kimetokea hivi punje? Hizi Sabato ni hesabu za siku, sivyo? Hizi ni 1, 2, 3, 4, 5. Hizi ni siku halisi zinazohesabiwa. Lakini kisha inasema nini? Alafu inasema katika mstari wa 16 wa Mambo ya Walawi 23, hata siku ya pili baada ya Sabato ya 7 mtahesabu siku 50. Unaona, haisemi siku ya 50, inasema unatakiwa kuhesabu siku 50 zaidi baada ya ile Sabato ya 7. Kwa hiyo una hesabu ya Sabato 7, sawa? Hii hesabu ya Sabato 7 za kila wiki, ambayo kwa sababu ya miezi mipya inakuwa kama siku 50, nafikiri siku 52. Na tumeshafanya mafundisho kuhusu hili. Lakini kisha inasema uhesabu, uweke alama siku 50. Kama ingemaanisha tu siku ya 50, ingesema siku ya 50, isingesema siku 50. Ingekuwa imesema siku ya 50 kama inavyosema sehemu nyingine zote. Unaona, Pasaka ni lini? Ni siku ya 14. Mkate usiotiwa chachu ni siku ya 15. Kama ingetaka kusema siku ya 50, ingesema 50. Unatakiwa kuelewa kwamba kulikuwa na siku 50 za ziada. Kwa hiyo baada ya Sabato zako 7 unapoanza kuhesabu siku 50, hiyo ndiyo sikukuu ya majuma, na mwisho wa hesabu ya siku 50, hapo ndipo Pentekoste hasa. Sasa tunaona nini hapa kwenye hesabu hii inayotokana na hesabu hizi 8 kwenye kalenda? Tunaona 7 mara 7 halafu siku 50. Sawa? Hivyo basi hiki ndicho tunachokiona. Sasa kwa nini na kuonyesha haya? Kwa sababu 1 Wakorintho 15 mstari wa 4 hadi wa 8 ni ya kushangaza sana ukishaielewa. Unaona, tunaambiwa kuanzia mstari wa 4 inasema, na kwamba alizikwa na kwamba alifufuka siku ya 3 kulingana na maandiko. Basi Yesu alichukuliwa lini mikononi mwa watu wenye dhambi na kupelekwa kusilubiwa na kuuawa na kufufuka? Yote ilianza hapa. Unaona, hapa ndipo hesabu inapotoka. Hesabu inaanzia hapa, na hapa ndipo kila kitu kilianza. Lakini sasa sikiliza inachosema. Inasema, na kwamba alionekana kwa Kayafa, kisha kwa wale 12 baada ya hapo.
Nilipogundua hii mara ya kwanza miaka iliyopita, ilinichanganya sana. Inasema baada ya hapo, baada ya kukutana na wale 12, alikutana na kundi kubwa zaidi, baadhi wamelala au wamekufa na wengine bado hai. Kwa hiyo kulikuwa na baada ya hapo nyingine, ambayo inamaanisha lilikuwa kundi lingine. Kwa hiyo hili ni kundi moja, hili ni kundi lingine, alafu hili ni lingine tena. Nasikiliza hili sasa. Baada ya hapo alionekana kwa Yakobo, halafu kwa wale 12 wote, halafu kwa mitume wote. Kwa hiyo hapa una 12, una kundi kubwa na una 12 wengine, kwa sababu hawa ni mitume. Unaona, haya ni makundi matatu tofauti. Alafu sikiliza inachosema, na baada ya na mwisho kabisa alionekana kwangu pia kama mtu aliyezaliwa nje ya wakati wake. Sawa, huyu ni Paulo anazungumza. Kwa hiyo Paulo anazungumzia kama mtu aliyezaliwa kabla ya wakati. Sawa, hakukuwa na uchungu wa uzazi wala mateso wala chochote. Kwa hiyo unachokiona hapa, Yesu alikutana na kundi linalowakilisha wale 12. Sasa kama umefuatilia mafundisho yaliyopita, utakumbuka kwamba mwishoni mwa kila injili ya sinoptiki pamoja na ya Yohana pia, hasa katika Yohana sura ya 20, utaona kuna agizo kwa makundi tofauti. Kwa hiyo unachogundua ni kwamba wale 12 wanahusiana na makabila 12, na hao ndio walioko kwenye agizo la Mathayo. Wameunganishwa na injili ya Mathayo, na ndiyo maana kuna maagizo haya tofauti. Unaona, mamlaka yote amepewa yeye. Nendeni mkafundishe mataifa yote, niko nanyi hadi mwisho wa dunia. Je, lingine la pili ni lipi? Kisha akaonekana kwa kundi hili kubwa zaidi, sivyo? Na baadhi yao walikuwa wamekufa, lakini wengine bado wako hai. Inahusiana na agizo unaloona limetolewa kwenye injili ya Marko. Na kisha unaona nini? Kisha unaona kuhusu mitume wote. Hilo ndilo agizo kutoka Yohana sura ya 20. Na kwenye Yohana sura ya 20 alipokuja na kuwavuvia pumzi mitume, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Huu ni mwanzo wa nini? Siku 50. Unaona, huu ni mwanzo wa siku 50. Na kisha anakutana na nani mwisho? Paulo. Na Paulo kama mtu aliyezaliwa nje ya wakati wake. Sasa inalingana na mwanzo wa siku 50 kutoka injili ya Yohana sura ya 20. Tunajua inaenda wapi baada ya hapo? Inaenda kwenye injili ya Luka. Unaona, halafu inaenda kwenye injili ya Luka, kwa sababu siku 50 zimeanza kwenye injili ya Yohana na upako wa mitume. Inaingia kwenye injili ya Luka, ambayo ni picha ya kinabii, kile ambacho Paulo alikuwa anasema kama yeye mwenyewe aliyezaliwa nje ya wakati wake, ambacho nitafafanua kidogo baadaye. Halafu unaenda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1, Matendo ya Mitume sura ya 2, na ni wakati wa Pentekoste wa divai mpya. Kwa hiyo umeona nini sasa hivi? Umeona kwa kweli kwamba alikutana na kundi la Mathayo ambalo linahusiana na makabila 12. Alikutana na kundi kubwa zaidi la watu ambalo linahusiana na jambo fulani katika siku za mwisho ambalo tutalizungumzia muda si mrefu. Kisha anakutana na mitume. Kwa hiyo kama hii inaanza siku 50 kutoka Yohana sura ya 20 na inaingia kwenye picha ya kinabii katika injili ya Luka, halafu Luka anaendelea kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 na 2 na kuendelea, basi una nini? Huu ndio mwanzo wa siku 50. Basi nini kilikuja kabla yake? Unaelewa kwa nini na kuonyesha kile nilichofanya? Kwa sababu tangu Kristo alipochukuliwa katika kusulubiwa na kufufuka kwake, kuna hesabu ya 7 mara 7, 7 mara 7 ya Sabato, sivyo? Halafu siku 50 ambayo inamaanisha kwenye picha hii Yesu alikutana na kundi hili, na kisha baadaye hapo akakutana na kundi hili lingine, na angekuwa amekutana nao wakati wa zile Sabato 7 mara 7. Ona, 7 na 7, Sabato 7 mara 7. Kisha akakutana na mitume, na hapo ndipo kipindi cha siku 50 kilianza, ambacho kiliingia kwenye kitabu cha Matendo na mwanzo wa hadithi. Si ajabu hiyo? Na unaona hii kwa sababu ya baada ya hapo na baada ya hapo. Alikutana na makundi tofauti. Hawa walichelewa kwa makabila, hawa walichelewa kwa mitule. Ushawahi kugundua kwamba kuna wazee 24? Ujambo. Unaona, ni ajabu sana ukishagundua. Basi unajua nini? Hawa ni nini? Hao ni kama hesabu za siku, sivyo? Ni hesabu za wiki na siku, sivyo? Sasa unajua kwamba katika unabii siku ni kama miaka. Unaona, dhana ya Biblia siku kama miaka kwa kawaida inaangukia katika makundi matatu: unabii, mtazamo wa kimungu, mabadiliko ya kalenda ya kihistoria.
kuna hii kanuni ya siku miaka katika unabii. Basi unajua nini hutokea mwishoni mwa siku? Kulingana na kile tunachoona katika unabii wa Wakorintho wa kwanza 15, badala ya zile hesabu za siku, vipi kama sasa tukiangalia kama miaka? Katika Mambo ya Walawi sura ya 25 tunajua nini kuhusu hesabu ya miaka 7 mara 7? Miaka 7 mara 7, badala ya sabato 7 za hesabu ya siku, unakuwa na miaka 7 mara 7, na mwisho wa hizo 7 mara 7 ambazo ni miaka 49 unakuwa na mwaka wa 50 wa yubilei. Si ajabu hiyo? Kwa hiyo una sabato 7 mara 7 halafu siku 50, na mwishowe katika unabii na katika hesabu kubwa ya miaka una miaka 7 mara 7 na yubilei ya 50. Basi unajua nini? Ukiangalia hii kwa upande wa nyuma na ukitambua kwamba kuna sehemu hii inayoitwa juu, ambayo tumefundisha kwa miaka mingi kwenye chaneli yetu kuu na ambayo tumekuonyesha hapa, mwisho wa siku ni kikindi kinachoitwa juu ambacho kinawakilisha siku 50 ambayo inaanza na kabla ya dhiki kuu. Kisha kuna matukio ya hizo siku 50 yanayotokea. Halafu una miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta, na mwaka wa mwisho wa 15 ndiyo yubilei, kwa sababu ilikuwa ni hesabu ya 7 mara 7. Lakini miaka 7 ya mihuri na miaka 7 ya tarumbeta, hiyo ni miwili ya mwisho ya nini? 7 na 7. Halafu unapata nini? Yubilei ya mwisho. Kwa hiyo kinachotokea, bado kuna hesabu ya siku kwenye sehemu ya juu inayoanza na kabla ya dhiki kuu, halafu una 7 na 7, na 7 na 7 zikimalizika ni 50. Kwa hiyo hii hesabu ya siku inaingia kwenye hesabu ya miaka. Ni ya kushangaza kabisa, na unaona, tuliongea kuhusu hili hapo awali. Wa mwisho atakuwa wa kwanza, wa kwanza atakuwa wa mwisho. Mathayo, Marko, Yohana, Luka. Mwisho wa yote ni Luka, halafu mitume, kisha Marko na mwisho Mathayo. Basi unajua nini kinatokea? Ya Luka ndiyo kabla ya dhiki kuu, sivyo? Kwa hiyo tukirudi sasa nyuma, wa mwisho atakuwa wa kwanza, wa kwanza atakuwa wa mwisho. Tunaenda kwenye mstari wa 8 na tunahesabu kurudi nyuma, na tunaona mmoja aliyezaliwa nje ya wakati wake. Ni nani aliyezaliwa nje ya wakati wake? Yule anayewakilishwa kwenye Luka. Unaona, katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 1 tunaona amevaa jua, mwezi na nyota, naye akiwa na mimba akalia, akiumia kuzaa. Paulo alisema alizaliwa kabla ya wakati, yaani kabla ya uchungu. Hakukuwa na dhiki wala maumivu, kumaanisha kabla ya dhiki kuu ni kati ya mstari wa kwanza na wa pili wa Ufunuo 12. Unaona, tumezifundisha mambo haya zamani. Ni ajabu ukishaliona. Sasa tunajuaje hili? Tazama, imethibitishwa katika Isaya 66 mstari wa 7. Kabla hajaingia kwenye uchungu wa kuzaa, alizaa. Ujambo? Kwa hiyo kabla ya uchungu wa kuzaa, kabla ya maumivu, alizaa. Hiyo ni nini? Hiyo ni kama mtu aliyezaliwa nje ya wakati wake, mmoja kabla ya kutarajiwa, bila maumivu, bila uchungu wa kuzaa. Na tunagundua ni katika Injili ya Luka pekee ambapo kuna kundi linaambiwa wajifunge viuno na wawe tayari Bwana atakaporudi kutoka kwenye harusi. Hiyo ni kwa sababu hilo ni kundi la wafanyakazi wa Luka ambalo anawatabiria kabla hajachukua kundi la kabla ya dhiki ambalo ni Luka sura ya 21 mstari wa 36. Huo ndio mstari wa kabla ya dhiki kati ya injili zote, sawa, katika mafundisho yote. Huo ndio mstari wa kabla ya dhiki. Sasa nini kinatokea baada ya hapo? Kisha ni Yohana sura ya 20. Unaona? Kwa hiyo tunarudi nyuma, sivyo? Sasa tunachukua tu hadithi kwa kurudi nyuma kama tulivyozungumza. Tunaingia kwenye Yohana sura ya 20. Na kutoka Yohana sura ya 20 tulikuwa na kabla ya dhiki. Sasa tuna Yohana sura ya 20, siku 50 zinaanza. Mwisho wa siku 50 unapata injili ya Marko hadi mwisho wa Marko ambayo ni miaka 7 ya mihuri. Kisha unapata injili ya Mathayo na hadi mwisho wa Mathayo miaka 7 ya tarumbeta. Kisha kuna kurudi kwa Bwana. Unaona, inatokea kwa kurudi nyuma, na inafanya kama ilivyokuwa katika siku zile. Mwisho wa yote itatokea kwa miaka.
Na yote haya yamefunuliwa katika fumbo hili la Luka na la Wakorintho wa kwanza 15, na wale ambao Bwana alikutana nao baada ya kufufuka kwake, kuanzia wa kwanza hadi wa mwisho, na mwishoni mwa siku kutoka wa mwisho kurudi kwa wa kwanza. Si ajabu hiyo? Hii ni ufunuo wa mwisho wa siku uliofichwa hapa hapa ndani ya watu hawa tofauti ambao watamtumikia Bwana wakati wa mwisho, na utaanza na kabla ya dhiki. Chukua muda kidogo, tafuta na chunguza mwenyewe. Ya kushangaza. Kwa sasa, kwa heri.